Tunafahamu kwamba siku chache zijazo kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kupambana na vijana kutoka Eswatini Nsingizini Hotspurs, moja ya mchezo ambao tunautazama kwa jicho la tatu. Kiangalia kimaendeleo kwa upande wa klabu ya Simba hapo juu, kiangalia hata kwenye historia ya kimataifa, Simba wako vizuri kweli, hasa kutokana na kile ambacho wamekuwa wanakionyesha ndani ya michuano hiyo. Kwa upande wa Nsingizini tunaona kama historia yao bado ni ndogo zaidi. Ukitazama kwenye ukubwa, Simba ndio ambao unaotazama kwenye ukubwa zaidi. Sasa hii leo tunakwenda kuwatazama Nsingizini Hotspurs ni klabu ya aina gani. Je, Simba wanakwenda kukutana na timu ya aina gani? Utakwenda kufahamu hapa, lakini kabla hatujakwenda kuangazia Nsingizini Hotspurs ni mpinzani wa aina gani kwa upande wa klabu ya Simba, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kwa umakini zaidi Nsingizini Hotspurs ni klabu hii ya aina gani. Klabu ya Nsingizini Hotspurs Football Club inayojulikana pia kama Nsingizini Yezuru ni moja ya timu zinazoinukia kwa kasi nchini Eswatini. Hivi karibuni klabu hii imekuwa gumzo kubwa katika ukanda wa kusini mwa Afrika baada ya kushinda ubingwa wa ligi ya kuu ya pale Eswatini na kujipatia nafasi ya kushiriki michuano hii ya kimataifa, hatua iliyoweka kwenye ramani mpya kabisa kwenye upande wa soka barani Afrika. Sasa tuende tuwatazame Nsingizini Hotspurs. Hii ni klabu ambayo ilianzishwa mnamo mwaka 1984 katika kijiji cha Nsingizini kilichopo eneo la Hirus pale kwenye mkoa wa Chisoleleni kusini mwa Eswatini, karibu na mpaka wa Ruvumisi unaounganishwa Eswatini na mkoa wa KwaZulu-Natal nchini Afrika ya Kusini. Klabu hii ilianza kama timu ya kijamii ikishiriki michuano midogo ya mtaani maarufu kama Stokvel Tournament, lakini pia kabla ya kujimarisha hatimaye kupanda daraja hadi kwenye ligi kuu ya pale ya Eswatini. Miaka ya mwanzo haikuwa rahisi kwao, kwani walipitia misimu ya kupanda na kushuka daraja, lakini kujituma kwao na ushirikiano na wanajamii wa Nsingizini kiliwafanya kusalia na ndoto ya kuifikisha klabu hiyo kileleni. Kwa sasa timu hiko kwenye uongozi na kocha Mando Davis Krogi ambaye ameibadilisha klabu hii kuwa na nidhamu, kasi na mbinu bora za kisasa. Kabla yake timu iliwahi kufundishwa na Simon Firingomane, kocha aliyeweka msingi wa mafanikio kwa hivi karibuni. Ingawa taarifa rasmi kuhusu klabu hiyo haijaweka wazi kwa umma, kwa Nsingizini Hotspurs imejijengea heshima kubwa haswa kwenye eneo la uongozi kwenye klabu hiyo. Kwa upande wa Nsingizini wanatumia uwanja wa King Sobuza 2 Memorial Stadium kama makao ya nyumbani. Uwanja huu unaopatikana pale Chiswelani na una uwezo kubeba takriban mashabiki 2000, ingawa ni uwanja mdogo kwenye viwango vya kimataifa. Mara nyingi huzidiwa na umati wa mashabiki wenye shauku kubwa katika mchezo mkubwa wa nyumbani. Kwa muda mrefu Nsingizini Hotspurs hawakuwa miongoni mwa vilabu vikubwa vya Eswatini kama Mbabane Swallow, Royal Leopards pamoja na Young Buffalo. Hata hivyo, historia yao imebadilika haraka. Msimu wa mwaka 2024-2025 Nsingizini walibadilisha taswira ya soka nchini humo baada ya kutoa ubingwa wa ligi ya hapo Eswatini, na mara ya kwanza katika historia ya klabu zaidi ya hapo. Msimu wa mwaka 2023-2024 walishinda pia kwenye upande wa kombe la Momo Cup, yani ukirudi hapa Tanzania unazungumzia FA Cup, likiwa ni taji la heshima lililowafanya kuwa moja ya timu tishio ndani ya taifa hilo dogo kusini mwa Afrika. Kupitia ubingwa wao, Nsingizini Hotspurs waliwakilisha pia Eswatini kwenye mashindano ya kombe la shirikisho. Walikumbana na klabu yenye uzoefu mkubwa Stellenbosch ya pale Afrika ya Kusini na kufungwa jumla ya mabao 8-0, yani 0-3 nyumbani na 5-0 ugenini. Licha ya kipigo hicho kizito, timu ilionyesha ari na ujasiri mkubwa na wengi waliimani kabisa kwamba timu hii itakuwa bora kulingana na kile ambacho walikuwa wanakionyesha. Aidha, katika raundi ya awali ya michuano hiyo, Nsingizini walioondoa wa Zimbabwe Simba bora kwa njia ya mikwaju ya penalty, ushindi uliowashangaza wengi na kuwapa heshima kubwa. Ukitazama Nsingizini, ukiwataja wachezaji hatari ni kama Subehili Mavuso, huyu ni kiungo mshambuliaji mwenye kasi na ubunifu, lakini pia unamtajwa Neliswa Tiga Diamini, mchezaji mwenye nguvu na busara uwanjani, lakini pia unamtaja Sambulo Semalane alimaarufu Masoso, mshambuliaji hatari anajulikana kwa uwezo mkubwa zaidi. Huyu ni mfungaji bora msimu uliopita ndani ya klabu yake. Lakini pia unamtaja kama Kanyakweze Shabalala, huyu ni kipa ambaye alikuwa bora kweli msimu uliopita. Lakini pia unamtaja Mvuselo Mmesiwa, huyu ni nyota chipkizi anayeibukia zaidi. Lakini pia utamtaja pia Senenkosi Diamini China
kiungo wa kati mwenye umakini zaidi. Wachezaji hawa ni hatari kweli kweli. Pamoja na mafanikio yao, Hotspurs wanakabiliwa na changamoto kadhaa kama rasilimali chache, miundombinu midogo na ukosefu wa uzoefu mkubwa wa kimataifa. Hata hivyo, kasi yao ya maendeleo, nidhamu na ari ya vijana wanaocheza timu hii ni ishara kuwa klabu hii inaweza kuwa nguvu mpya katika soka la kusini mwa Afrika. Nsingizini Hotspurs sio timu ya kubezwa. Kutoka kijiji kidogo cha Sichiselani wamepanda hadi kileleni mwa soka la Eswatini. Sasa wanakutana na vigogo wa Tanzania, Simba Sports Club, wakiwa na morali, vijana wenye njaa ya ushindi na historia inayowapa motisha ya kupigania heshima ya Tanzania. Kama waliweza pia kuwatoa mabingwa wa pale Zimbabwe hawa Nsingizini, basi jua kwamba ni timu yenye ubora wa hali ya juu. Hii ndio timu ambayo inakwenda kukutana na klabu ya Simba. Kwa uchache, kwa ukubwa zaidi, utakuwa umeifahamu Nsingizini ni klabu ya aina gani.